Tume ya IEBC leo imezindua mpango wa kura za mwaka ujao. Mpango huu unaeleza tarehe mbalimbali kama vile tarehe ya mwisho ya maafisa wa serikali watakaowania nyadhifa mbalimbali kujiuzulu, pamoja na tarehe ya mwisho ya mchujo wa waniaji katika vyama. Mwanahabari wetu David Muthoka anafuatilia uzinduzi huo uliohudhuriwa na wakuu mbalimbali akiwemo Jaji Mkuu Martha Koome. Mbashara sasa tunampata kutoka ukumbi wa mikutano ya kimataifa KICC. Muthoka, tujuze mengi. Na Frida Mwaka, bila shaka uzinduzi huo wa mpango, bila shaka uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unafanyika miezi 14 kabla ya uchaguzi huo. Kumbuka ni uchaguzi utakao ukifanyika mwezi Agosti mwaka ujao, na kama ulivyotaja umehudhuriwa na wakuu tofauti serikalini, bila shaka akiwemo Jaji Mkuu Martha Koome, na kumekuwa na semi tofauti. Na hivi sasa ningependa niungane na viongozi wa upinzani ambao wamekuwa katika hafla hii, manake wamekuwa na maoni yao. Na hivi sasa huyu ambaye tunazungumza naye ni kiongozi wa chama cha DP, Justin Muturi. Kumbuka hapo awali amekuwa spika wa bunge la kitaifa, na hivi sasa ndiye kiongozi wa chama cha DP. Mmehudhuria hafla hii inajiri miezi 14 kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hafla hiyo ya uzinduzi wa mpango wa uchaguzi kutoka kwa IEBC? Asante sana. Kama vile nimesema hapo awali, sisi kama vyama vya upinzani sote hatukuridhika na yale ambayo yamefanyika, kwa sababu wengi wetu hatukuhusishwa katika preparations ya hiyo document ya election operations plan, sana kwa sababu hiyo ndio muhimu sana kuhusu uchaguzi wa 2027. Lakini pia umesikia kama vile Jaji Mkuu amesema, ameambia IEBC hakikisha kwamba mnahusisha kila stakeholder, vyama vya kisiasa vyote, na msiwaogope. Ni kama kuogopa wa Kenya, amesema, na ndio hivyo tumekuwa tukisema. Na pia IEBC waache kuwa watu wanasema kila wakati wanalia hatuna hii hatuna hiki. Jaji Mkuu amewaambia sheria inawapatia uwezo, kama mtu anafanya makosa wakati wa uchaguzi, ni jukumu lao kuchukua hatua kisheria, including kuwa dismiss, kuwa disqualify wale ambao wanahujumu sheria. Kama vile sasa unaona kuhujumu sheria si hatu kupiga kelele hivyo wanasema. Kama sasa nimeona wamemwalika huyo Mheshimiwa Wanjiku Muya, mambo ya Okalawati, yale amesema ni incitement. Lakini unajua ni kinyume cha sheria kutumia mali ya umma, kama vile CS kama Alice Wahome wanafanya kule, kama vile walikuwa wanafanya jana, na vile PS wamekuwa kule, wameambiwa, wamekumbushwa, sio hata kuambiwa, kwa sababu sheria iko hapo. Kwa hivyo kama kweli wanataka Wakenya waamini yale ambao wanafanya ni ya manufaa kwa Wakenya wote, sio kwa upande moja, wasiegemee upande wowote. Na sisi hatutaki pia kuambia ati watusaidie. Sisi tunasema kwamba be fair, create level playing field, ndio kila mmoja ambaye anataka kujihusisha na mambo ya siasa, kampeni zozote, kuwania wadhifa wowote ule, awe anasikia ako na confidence kwamba the referee ambaye ni IEBC ni mtu ambaye unaweza kumwamini. Lakini kwa sasa vile wanaonekana wanafanya mambo, kama sasa hii document wamekuja kulaunch sasa leo, sisi wengine tumeiona hapa leo. Sasa na itatu affect katika siasa zetu. Sasa hiyo ni haki. Ndio sababu tukasema hatutaki tuambie ati ni vibaya, lakini lazima going forward kuhusisha kila Mkenya, na hasa stakeholders,
Hili swala la ujumuishaji ni swala ambalo limejitokeza pakubwa, na hivi tu naelezwa muda unanipa kisogo, ningependa tu nimjumuishe kiongozi au mbunge wa Suba Kusini Karoli Omondi. Kuna hilo swala la ujumuishaji. Justin Muturi amesema kwamba mara kwa mara wamejaribu kukutana na tume ya IEBC, lakini kuweza kutoa maoni yao na ikawabidi hata wakuje hapa kutoa yale maoni. Pengine ni mapendekezo gani mlitaka katika mpango huu ambayo labda hayajawekwa katika mpango huu na mngependa kuelekea uchaguzi mkuu yajumuishwe? Kwanza mimi nilikutana na hawa commissioners nikiwa mwenyekiti wa kamati ya bunge inashughulikia maneno ya kikatiba, na niliwaelezea ya kwamba wamefika kwa ofisi kama Wakenya wako na imani na wao, na ni jukumu lao watende kazi yao vizuri, ndio watu wawe na amani na wawe na shukran, watafanya vizuri kwa uchaguzi ujayo. So kwa hii maneno election operation plan hatukuhusiana na wao kwa karibu vile inatakikana kisheria. Sasa hiyo ni shida. Tunaenda kusoma hiyo operations plan, tutafanya mapendekezo yale tunataka ibadilishwe na tutapeleka huko kwao. Kwa sababu IEBC iweze kuwa ukiwatumia barua hawakujibu, hiyo hata kulingana na katiba ni hatia. Mfanyikazi wa serikali akiandikiwa barua ni lazima ajibu. Yes, na ashughulikia ni nini raia anataka. Sasa hapo hatujakubaliani na wao. Yes. Asante sana. Na bila shaka tutazidi tuna mahojiano pale pembeni tu, lakini bila shaka ni maoni kutoka kwa viongozi wa upinzani. Yuko hapa pia naibu kiongozi wa chama cha PLP Profesa Peter Kagwanja, na wamewakilisha upinzani wakitoa maoni yao, na bila shaka yote ambayo IEBC imesema, mipangilio na mikakati ambayo tume hiyo imeweka kuelekea uchaguzi mkuu ujao, tutakuwa tukimpakulia mtazamaji wetu katika taarifa zijazo. Frida Mwaka, kwako studio. Na asante sana mwanahabari wetu David Mudhoka. Kama alivyosema, bila shaka mtazamaji wetu takupakulia mengi katika taarifa zetu za NTV.